Mheshimiwa Dr. Florent Kiombo, Mheshimiwa Mrisho Gambo ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwa nafasi ya kuchangia katika bajeti hii ya management ya utumishi wa umma na utawala bora. Lakini kwa nafasi ya pekee, Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kweli kwa mapenzi mema ya nchi yake na hasa katika eneo kubwa kuongeza bajeti ya wizara hii, ambapo sisi wote ni mashuhuda ambao tunaona bajeti hii ya ofisi imeongezeka kwa takriban asilimia 25.5. Ni ongezeko kubwa na lengo kubwa ni kuendelea kufikia wananchi wake kupitia taasisi ambazo ziko chini ya wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nafasi ya pekee nimpongeze Mheshimiwa George Boniface Simbachawene na ndugu yangu comrade ya Deusi Clement Sangu kwa usimamizi mzuri ndani ya wizara hii. Tunaona kwa sababu ni mahitaji maalum ya ajira za watumishi wetu, lakini pia na taasisi zote zilizoko chini ya wizara hii wamekuwa ni weledi kuhakikisha kwamba wanasimamia kwa weledi katika maeneo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwanza nilikiria kwamba ni makamu mwenyekiti wa kamati ambayo inasimamia wizara hii, lakini pia kama mjumbe wa kamati niendelee kushukuru. Serikali imekuwa ikichukua yale maoni ya kamati na kuyafanyia kazi, ndio maana tunaona ongezeko la bajeti katika eneo hili. Lakini niseme kamati imeenda kukagua baadhi ya miradi ambayo inasimamiwa kwa mfano na PCCB ya ofisi yetu TAKUKURU, lakini mingine inasimamiwa na TASAF. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza na miradi ya PCCB kule Rombo, kwa kweli unaona mradi ambao thamani ya fedha unaiona, lakini mradi wenyewe ulivyotekelezwa katika eneo hilo kwa kweli unahakisi taasisi yetu ya kupambana na rushwa, kwamba tungetamani na taasisi nyingine ziende zijifunze jinsi miradi inayotekelezwa hasa kupitia taasisi yetu ya TAKUKURU ambayo ni kioo cha haki, lakini na kulinda rasilimali za fedha na utumishi mwema katika nchi yetu. Kwa hiyo makofi mengi na upongezi nyingi, tuendelee kupongeza taasisi yetu ya TAKUKURU kwa kazi nzuri chini ya Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri, lakini na Mkurugenzi Mkuu ndugu yetu Chalamila. Lakini tumeona miradi ya TASAF. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumetembea maeneo mbalimbali, tumeenda Zanzibar, tumeenda Muheza, tumeenda Bagamoyo. Miradi hiyo kwa kweli inahakisi mahitaji ya mwananchi wa kipato cha chini ambayo kwa kweli inaleta mchango katika jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikiangalia katika uchambuzi hata katika eneo la TASAF, tunaangalia kwa kweli pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Anazo njia nyingi za kumfikia mwananchi pamoja na kuleta utaratibu mwingine, lakini kupitia TASAF hii tunaona TASAF ambayo imejiingiza katika ujenzi wa miundombinu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia tumeenda pale Bagamoyo, tunaona madarasa yamejengwa katika maeneo ambayo vijana wetu, watoto wetu hao hawezi kufika katika shule iliyosajiliwa ilipo. Kwa hiyo wameamua kujenga darasa kuwasaidia watoto wa darasa la awali, lakini na madarasa mengine ambayo hawezi kufika. Na hiyo imeleta mahudhurio mengi katika shule, lakini imeongeza pia na ufaulu. Kwa hiyo tunaona ni mchango mkubwa wa kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia anahakikisha amemfikia kila Mtanzania katika eneo lake, kuhakikisha kwamba hakuna anayebaki nyuma na hiyo fursa inakuwa ni fursa sawa kwa wote. Pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaona katika maeneo mengine TASAF imeendelea kujenga miundombinu ya afya, ambapo tumeweza kujenga kliniki za kina mama na watoto, na hiyo inasaidia kupata huduma za afya, na hiyo inapunguza vifo vya watoto na kina mama. Kwa kweli ni mageuzi makubwa sana ambayo Mheshimiwa Rais anafanya kazi kupitia taasisi yetu ya TASAF, na hiyo kwa kweli inawafikia wananchi wote. Lakini tumeona ujenzi wa miundombinu mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona barabara zinazofunguliwa na TASAF, lakini tumeona katika maeneo ya vijijini, maeneo ambayo yaliweza kuwa yafikiki sasa yameunganishwa. Tumeenda kule Samanga na Sembetini kule Marangu, daraja ambalo lilikuwa ni changamoto kwa muda mrefu, lakini TASAF imeweza kutumia zile fedha na michango ya wananchi ikaunganisha mawasiliano katika eneo hilo. Kwa hiyo tunaona ajira zimepatikana katika maeneo hayo, lakini pia kuongeza thamani ya mazao yanayozalishwa katika maeneo hayo kuweza kufika katika maeneo mbalimbali. Mimi na kila sababu kwa kweli ya kuiombea TASAF kupitia serikali yetu tukufu ya Dr. Samia kuendelea kutafuta vyanzo vingine vya fedha, kuendelea kuiwezesha iendelee kufanya hizi kazi ambazo zimekuwa zinainua wananchi wa kipato cha chini kabisa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sio hilo tu. Tunaona katika maeneo ya kilimo kuna maeneo ambayo mifereji ya umwagiliaji imeweza kuchimbwa na kuweza kuongeza thamani katika mashamba ya umwagiliaji, na hivyo uzalishaji wa mazao kaongezeka, lakini pia wananchi wakapata chakula, lakini ikawainua kiuchumi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, katika maeneo haya niombe kupitia wizara yetu ya management ya utumishi wa umma na utawala bora
Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wa serikali tuendelee kutafuta fedha kwa ajili ya kuwezesha taasisi yetu ya TASAF iendelee kufanya kazi vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaona vikundi vinaendeshwa na TASAF. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Taarifa Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumpa taarifa mzungumzaji katika pongezi zote anazozitoa juu ya TASAF. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimwambie tu mzungumzaji, hata mimi jimboni kwangu TASAF wamenipelekea zaidi ya milioni 100. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu kwamba TASAF wanafanya kazi mzuri, wanafanya kazi kubwa, na zile fedha kule jimboni kwangu zinafanywa kazi. Asante Mwenyekiti. Mheshimiwa Dr. Kiombo, unaipokea taarifa hiyo ya Mheshimiwa Salum Shafi kutoka Pemba? Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya Mheshimiwa Shafi naipokea kwa mikono miwili. Yeye ni mjumbe wa kamati na pia tumekwenda wote pamoja kutembelea miradi ya TASAF na yeye anaona kwa macho, na nashukuru kwa hizo pongezi, kupongeza kazi nzuri ya Dr. Samia ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naendelea na mchango kwamba katika eneo la TASAF pia tunaona vikundi mbalimbali vya walengwa wanaotokana na TASAF. Mheshimiwa Mwenyekiti, vikundi hivi vimeendelea kufanya kazi kubwa. Na sasa hivi tunavyo vikundi zaidi ya 1066 ambavyo vinawanufaika zaidi ya 800 na bado vinaendelea kusanya fedha katika akaunti zake zaidi ya bilioni 13 na bado kwenye mzunguko vinakopeshana zaidi ya bilioni 9. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ushauri wangu kwenye eneo hili, tunajua mradi wa TASAF mtu akisha graduate anatoka katika uchangiaji huo. Kwa hiyo tuombe sasa vikundi hivi viingizwe katika mfumo wa halmashauri ili sasa ile 10% na wenyewe hao walengwa ambao wanakuwa wanajulikana kwamba hao ni kutoka katika kaya ambazo zinalengwa, basi waweze kupata pia ni mikopo ya 10% ili pale TASAF ambapo inakuwa umegraduate, basi wananchi wetu hawa waendelee kupata mikopo kupitia vikundi vyao ile ya 10% kutoka halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala lingine ambalo limefanyika kwa weledi mkubwa ni ubunifu kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia wa TASAF kuwa na maridhiano au na ushirikiano na bodi ya mikopo. Katika eneo hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaona wale vijana wote wanaotambulika kwamba wanatoka kwenye kaya za mahitaji, TASAF imekuwa ikisimamia na bodi ya mikopo imekuwa ikiwapatia mikopo kwa 100%. Sasa hili linaleta nini? Kwamba Mheshimiwa Rais ameamua kutumia na njia nyingine ya ziada kusaidia wananchi wake hawa kuhakikisha kwamba wanapata mikopo, wanasoma, na hiyo kupunguza vijana ambao siku zote wangekuwa ni vibarua, vijana wakawa vijana ambao wanaweza kuajiri na kuajiriwa pale wanapohitimu masomo yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naendelea kupongeza juhudi hizi za TASAF. Naomba sasa serikali iendelee kuwa na jicho la pekee katika eneo hili kuhakikisha kwamba taasisi yetu hii ambayo iko chini ya Mheshimiwa Rais inaendelea kupata uwezeshaji, iweze kufanya kazi nzuri kama tulivyoona katika sekta mbalimbali, sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya kilimo, lakini pia na miundombinu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu mwingine utakuwa unaenda kwenye soko la ajira na hasa nitajikita katika eneo la walimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilikuwa ni nia ya dhati kwa serikali yetu wakati wa mahitaji ya walimu wengi nchini kwetu, serikali iliamua kutoa mikopo kwa 100% kwa hii taaluma ya walimu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipata enrollment nyingi sana kuingia chuo kikuu kwa walimu. Na kweli Tanzania sasa hivi na hazina ya vijana wetu ambao wamehitimu katika hii taaluma ya walimu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tukubaliane, serikali imeendelea kutoa ajira za kutosha kwa walimu, lakini bado mahitaji katika shule zetu na yenyewe bado yapo, na serikali bado inapambana kuendelea kutoa ajira zingine ili kuweza kuhakikisha kwamba shule zetu zinakuwa na walimu wa kutosha. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nikwambie, hata kama serikali ingeendelea kutafuta ajira za walimu wote, kwanza hauwezi kutosha, shule zetu ni chache kuliko idadi ya walimu walioko katika soko. Lakini bado serikali inaendelea kutoa mikopo ya 100% kwa walimu kuendelea kusoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, huko mbele tutaenda kugota na walimu wetu watakosa ajira kwa kiasi kikubwa. Sasa naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, ni jukumu la serikali sasa kufanya training need assessment, mahitaji ya taaluma ambayo inatakiwa kwa muda huu katika nchi yetu. Kama tunaona soko la walimu, wametafutwa walimu, ni kweli wamepatikana, lakini ajira tulizonazo haziwezi kutosha kwa wingi wa walimu tulionao, basi waweze kubadilisha mfumo.
na ukibadilisha mfumo wanatafuta ile taaluma ambayo nchi inahitaji kwa wingi. Lakini na hao walioko ambao wameshahitimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuombe serikali sasa iongeze juhudi kuwatafutia ajira za nje ya nchi katika taaluma tofauti. Kuna watu wanaenda kufundisha Kiswahili, wanaenda kufundisha Kifaransa, wanaenda kufundisha nyingine, ili sasa nao walioko hapa katika ajira ambao wako nchini, basi wote waweze kupatiwa ufumbuzi na wote wakuweza kujiajiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naona ni kengele ya pili. Naomba nikushukuru kwa nafasi, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Florent Kiombo.